inapendeza, inaleta raha, na wakati ambapo inaleta raha lazima tuweze kumumunya raha hiyo yote sote kwa pamoja. Karibu tuweze kuzungumza kispoti, na leo hii itakuwa nazungumzia masuala mengi kuanzia hapa nchini Kenya na hata katika rubaa za kimataifa. Kumbuka ligi kuu hapa nchini Kenya KPL ilikuwa imesitishwa weekend jana, ama ilikuwa imesimamishwa weekend jana ili tukupisha yale mashindano ya Mozart Super Cup, na itakuwa inarejelewa kuanzia hii leo, na itakuwa inaingia katika mzunguko wake wa 24. Niruhusu nikupatie baadhi za mechi ambazo zitakuwa zinachezwa kuanzia hii leo, ambapo leo siku ya Ijumaa hapo Star Rangers wakiwa nyumbani watakuwa wanazipiga dhidi ya Kenya Police katika uwanja wa Kasarani Annex kule maeneo ya Nairobi. Kesho siku ya Jumamosi atakuwa anapiga Sofapaka dhidi ya Nairobi United. Ikumbuka Sofapaka amekuwa akiweza kukumbwa na shida nyingi sana, hamna ushindi ambao amepata chini ya mechi 5 zilizopita. Amekuwa akikungutwa, anapigwa na toka sare. Kwa hivyo kesho atakuwa nyumbani akizipiga dhidi ya Nairobi United. Na Nairobi United kidogo viwango vyake viko sawa, tumemwona akipata ushindi angalau katika mechi 3 zilizopita. Alafu Bandari FC atapiga dhidi ya Mara Sugar katika uwanja wa Kwale Stadium kule maeneo ya Kwale. Alafu APS Bomet atapiga dhidi ya Bidco United katika uwanja wa Gusii Stadium. Kumbuka kwamba APS Bomet atakuwa anasafiri kwenda kule Gusii kutumia tu ule uwanja wa Gusii kama uwanja wa nyumbani, manake kidogo kule Kericho Awendo ni kama kukaliki. Alafu Mathare United atakuwa anapiga dhidi ya FC Leopard, na hii mechi ambayo kidogo huenda itaahirishwa hadi tarehe 18. Tutakuwa tunakujuza kila ambacho kitakuwa kinafanyika baina ya mechi hiyo ya FC Leopard na Mathare United. Jumapili Shabana kuambia kwamba Gusii hapa toki mtu. Shabana atakuwa anazipiga dhidi ya Kariobangi Sharks. Na kumbuka Shabana mechi yao ya awali walipigwa na FC Leopard magoli 5-1. Na ni mechi ambayo kidogo ilileta sintofahamu nyingi sana, wadau wa soka wakizungumza akisema kwamba huenda FC Leopard ilikuwa na makosa ama huyu akafanya hivi na hivi. Kwa hivyo watakuwa wanarejea tena baada ya mechi zile za Mozart Cup ambao walishinda 3-0, lakini sasa watakuwa wanarejea katika mashindano ya ligi ya Shabana wakizipiga dhidi ya Kariobangi Sharks katika uwanja wao wa Gusii Stadium. Natakwambia kwamba Gusii hapa toki mtu, lakini yote 9-10 ni kwamba acha tuweke macho tujue kwamba ni yapi ambayo atakuwa anatokea kule. Alafu Tusker FC atazipiga dhidi ya Kakamega Homeboyz katika uwanja wa Nguru Stadium. Kumbuka Kakamega Homeboyz pia vile mechi zao 3 zilizopita wameonyesha mchezo mzuri, walipiga Sofapaka na vile hapo majuzi pia akakuwa anaandikisha ushindi. Kwa hivyo acha tuone kama leo kama watakuwa wanapiga huyu na Tusker, manake hii itakuwa nzito zaidi. Kumbuka Tusker pia naye amekuwa kisuasua, kwa hivyo atataka kujionyesha kwamba I can do this, I can do better than you ever think. Alafu KCB atapiga dhidi ya Murang'a Seals katika uwanja wa Kasarani Stadium. Ulinzi Stars atapiga dhidi ya Gor Mahia. Gor Mahia wanaongoza jedwali ile wakiwa na alama 49. Kwa hivyo itakuwa inapendeza sana ikiwa utaendelea kuganda nasi hapa Maika Media, Maika Viwanja. Itakuwa na kujuza kila tukio kwa namna vyovyote vile ambavyo utakuwa unataka. Tukivuka katika rubaa za kimataifa, tujue kwamba tumekuwa na zile mechi sema kwamba za Champions League ama michuano ile ya UEFA ambayo imekuwa ikiendelea juma hili, na tumeona timu nyingi sana, so zile timu za kutokea kule Uingereza, na wengi wanauliza sana, je, unadhani kwamba timu ya Uingereza ama timu kutokea kule katika ligi ya kule EPL zitakuwa zinafanya vizuri katika mashindano ya Champions League? Manake tulianza siku ya Tuesday ambapo tuliona kwamba Galatasaray wakaweza kumpiga Liverpool goli 1-0, na hiyo Liverpool inatokea kule katika ligi ya EPL. Alafu vile ukapata kwamba Chelsea aliweza kukungutwa magoli 5-1. Utakwambia kwamba mtu alipigwa mkono, utakwambia antoa high five. 5 Chelsea 5-2. Nakumbuka wa Chelsea waliopatana wa PSG katika finali moja hapo, na Chelsea wakampiga PSG, lakini nashangaa leo kulifanyika nini? Sasa watakuwa wanaelekea mzunguko wa pili juma lijalo, na Chelsea watastahili kupata ushindi wa magoli 4-0 ndipo waweze kufuzu katika hatua inayofuatia, au angalau wakatoke au wakapata ushindi wa magoli 3-0 ndio aggregate ikawe 5-5. Mwisho siku tuelekee extra time ama tuende penalty moja kwa moja. Kwa hivyo kazi ipo kubwa sana watakaposafiri kwenda kule Stamford Bridge kuzipiga dhidi ya Chelsea. Lakini kidogo PSG, mimi siku zote ninavyokuambia katika kila mechi hakisha kwamba unafanya vizuri. PSG kidogo atasema kwamba kwa guu moja ndani. Leverkusen aliweza kumlazimishia huyu mwana Arsenal sare. Maana walitangulia kufunga Leverkusen, mwisho wa siku Kai Havertz akaweza kuisawazishia Arsenal penalty ambayo kidogo pia bado ilibaki kuzoa dodadugu pale katika mitandao ya kijamii.
Walijaribu tu wana Arsenal, angalau wakatoke sare. Na mwisho wa siku atapokuwa anakuja kule Emirates, by the end of the day wakaweza kuhakikisha kwamba wanapata kitu na Arsenal. Kwa hivyo atakapokuja kule Emirates, Leverkusen watastahili kwamba watakuwa na hakisha kwamba wanapata ushindi angalau goli 1-0, na vile vile Arsenal pia angalau goli 1-0, na Arsenal watakuwa nyumbani, added advantage. Mwisho wa siku ikiwa atakaa vizuri atakuwa anapata ushindi. Atletico de Madrid ilimpiga Tottenham 5-2. Yaani Tottenham Hotspur na Chelsea wote matokeo yalikuwa sare. Manake Spurs chini ya dakika ngapi? Chini ya dakika 10 walikuwa washabadilisha ule goalkeeper. Na alikuwa ashatia ndani 3, 4. Chini ya dakika 10, 15 tayari ushafungwa 4. No, mawekezaji si kazi, vijana tutafute kazi. Manake najua vijana wengi sana wanaweza kuzama. Kwa Atletico de Madrid walipiga Tottenham Hotspur magoli 5-2. Alafu Newcastle United alitangulia kufunga. Na tazama hapa, Newcastle United alitangulia kumfunga huyu mwana Barcelona. Na mwisho siku kila mtu alikuwa anatazama kwamba Barcelona atampiga huyu Newcastle magoli mengi sana. Lakini alitangulia kufunga Newcastle. Mwisho wa siku akasawazisha zile dakika za VAR twende tusipatikane kwa wenyewe. Dakika za Beb zima taa kwanza. Ndio mwisho wa siku bahati akamsimamia huyu mwana Newcastle, huyu mwana Barcelona. Mwisho wa siku akapata sare angalau. Kwa hivyo next time Newcastle watakuwa wanatembea kwenda kule wakina Barcelona. Itakuwa kubwa hii. Galatasaray ilivyokujuza dhidi ya Liverpool kungutwa 1-0. Ngoje mzunguko wa pili. Sporting dhidi ya Bordeaux akapata ushindi wa magoli 3-0. Kando na hayo, ligi kuu kule Uingereza itakuwa inaingia mzunguko wake wa 30 weekend hii. Siku ya Jumamosi hapo kesho kwa haraka tena sana. Burnley atakuwa anapiga dhidi ya Bournemouth. Burnley dhidi ya Bournemouth over 1.5, Bashiru wa kwangu huo. Sunderland atapiga dhidi ya Brighton, cheza jiji. Arsenal dhidi ya Everton, mpatia Arsenal ushindi wa 1-1. Alafu Chelsea atazipiga dhidi ya Newcastle United, cheza jiji. Alafu West Ham atapiga dhidi ya Manchester City over 1.5. Siku ya Jumapili Crystal Palace atapiga dhidi ya Leeds United. Palace dhidi ya Leeds United chezo over 1.5. Alafu Manchester United dhidi ya Aston Villa, mechi ngumu sana ila kichezo over 2.5. Alafu Nottingham Forest dhidi ya Fulham, patie cheza jiji. Alafu Liverpool dhidi ya Spurs. Kumbuka Liverpool amerejea viwango vyake kidogo, utasema kwamba viko sawa katika ligi ya kule Uingereza, lakini Spurs bado anaendelea kudidimia. Liverpool dhidi ya Spurs over 2.5. Alafu siku ya Jumatatu Brentford atapiga dhidi ya Wolverhampton, cheza jiji. Kwa hivyo endelea kugana nasi, tutakuwa na kujuza kila kitu ambacho kitakuwa kinatokea katika jukwaa hili la Maika Viwanjani, lakini kikubwa zaidi na kushirikisha katika comment section. Je, unadhani kwamba timu za kutokea katika ligi ya kule EPL zitakuwa zinafanya bora katika mashindano ya Champions League? Pasu ukilinganisha na matokeo yake ya juma hili. Weka kwenye comment section. Pale Facebook Amaika Media, Amaika Radio, TikTok tafuta Amaika TV, Amaika Entertainment, YouTube tafuta Amaika Radio, Amaika Media, vile vile na Amaika TV yote 9:10. You can also well download our app. Nimekuwa kwa mtoto wa mama, kijana wa Nyore, kijana ya Luanda John Anthony Orao, na hii ni Amaika Radio, sauti yetu hii, usibonyeze kidude.